Ndugu zangu wapendwa, karibuni Paloti Ministries, tukiwaletea tafakari ya neno la Mungu ya Dominika ya 4 ya Kwaresma mwaka C. Jumapili hii ya 4 inajulikana katika liturjia ya kanisa kama Jumapili ya furaha. Kupitia Injili ya leo tunapokea mwaliko wa Mungu wa kushangilia, na anatupa sababu ya furaha hiyo ambayo ni marejesho ya maisha yaliyopotea. Katika msimu huu wa Kwaresma huwa tunaimba wimbo mzuri kutoka kwa nabii Hosea. Mwanzo wa wimbo unasema, nirudieni kwa mioyo yenu yote. Huu ni mwaliko wa Baba kurudi kwake na mioyo yetu yote, kwa sababu yeye ni Baba mwenye rehema daima na anasubiri tumrudie. Na wimbo unaendelea ukisema, nimekungoja kwa muda mrefu, kuja nyumbani kwangu na tuishi kwa undani maisha yetu mapya. Baba yetu anasubiri kurudi kwetu kwake, sababu yuko tayari kutupa maisha mapya. Na huu ndio ujumbe wetu wa leo. Injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 15 inatupa mfano maarufu ya mwana mpotevu. Na Injili hii inatuita kufurahi kwa sababu aliyekuwa amepotea amepatikana, na aliyekuwa amekufa amerudishiwa uzima. Mfano huu ni moja ya mifano mitatu katika sura ya 15 ya mwinjili Luka. Na mifano hii yote inazungumza kuhusu kupotea: sarafu iliyopotea, kondoo aliyepotea na mwana aliyepotea. Na huu mfano ni wa kipekee kwa Mtakatifu Luka kuwa fumbo refu zaidi kati ya mifano yote ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni ndefu zaidi kwa sababu yapo maelezo mengi ndani yake. Wengine watasema mfano huu wa mwana mpotevu ni kiini na mtasari wa historia ya wokovu, mtasari wa upendo mkuu wa Mungu kwa wanadamu. Muktasa wa mfano huu ni kwamba kabisa Mafarisayo na waandishi wa sheria wanalalamika juu ya Yesu kwa sababu wanaokaribisha wenye dhambi. Hawa Mafarisayo na waandishi wanamhoji Yesu kwa nini anashirikiana na watenda dhambi hadharani. Lakini Mungu huwakaribisha wenye dhambi bila kujali dhambi zao. Kusudi la ushirika wake na wenye dhambi ni kuleta maisha mapya kwao. Kwa kawaida, huu mfano huitwa mfano wa mwana mpotevu. Maana ya upotevu ni uharibifu. Lakini ikiwa hamjali, mimi nitauita mfano huu mfano wa familia potevu. Watatu hao wahusika wakuu wa hadithi hii, baba, mwana mdogo na mwana mkubwa, wote ni wapotevu. Mwana mdogo anaomba sehemu ya urithi wake na kwenda katika nchi ya kigeni na kutapanya kila alicho nacho kwa starehe ya maisha ya dunia, kuoa na kufanya anasa. Alitumia kwa uharibifu mali yake yote. Mwana mkubwa pia ni mpotevu katika uadilifu wake mwenyewe na kiburi. Hakuweza kukubali kuwa ndugu yake mdogo amerudi nyumbani. Baba, ambaye ndiye mhusika mkuu katika mfano huu, naye pia ni mpotevu katika rehema na upendo wake. Yeye ni mpotevu sana kwa jinsi anavyoonyesha upendo wake kwa wanawe wawili.
anamkaribisha mtoto mdogo kwenye hadhi yake ya awali kama mwana mpendwa wa Baba. Kwa mwana mkubwa ambaye anakataa kujiunga kwa karamu, Baba anamweleza umuhimu wa kusherekea kurejea kwa ndugu yake mdogo kwa maisha mapya. Mungu ni mwingi wa rehema. Fumbo hili ni hadithi iliyoachwa wazi. Hatuna habari ikiwa mtoto mkubwa aliingia ndani ya nyumba na kujumuika kwa sherehe. Je, tuseme mwinjili alituachia hadithi hii kuikamilisha? Labda hii inaweza kuwa muhimu kwa ajili ya tafakari yetu kwamba, je, ikiwa wewe ungekuwa katika nafasi ya kijana mkubwa, ungependa kujumuika kusherekea? Au pia, kama ungekuwa mtoto mdogo, huo ndugu mdogo, utamshukuru Baba kwa ajili ya huu upendo wake alioonyesha, lakini kwa wakati huo huo uwe mnyenyekevu zaidi na ukubali kwamba haya si mastahili yako bali ni huruma ya Baba. Mungu atusaidie kuelewa na kuthamini upendo wake aliotupatia bure, na atuweke tayari kusherekea wokovu wake kwa ulimwengu wote. Amina.